Leo hii msemaji wa Raia anachambua usemi wa Askofu David Kodia wa kanisa la ACK mjini Bondo. Askofu huyu anasema kuwa kuna haja ya kufufua matumaini ya Wakenya ya kuwa na uongozi bora kabla ya kuwashawishi kujisajili kama wapiga kura. Hapa usemi wake. Kenyans have been taken for a ride for so long, and that one has demoralized even their resolve to take votes. I mean, to register as voters. You see, most of our young people, they see the future as gloomy, and that one has discouraged them even from participating in making political decisions through to the ballot. So I think one thing we have to do is to bring their confidence back in the whole system of election. Once they can be assured or they are convinced that it pays to go and queue during the voting period, then they will register more in big numbers because they have the number to change the political equation in this country, where we have some people, the same players, always at the top. Opposition leaders always at the top, the same people. Is there anything that we can expect from them other than the same rhetorics? So we don't need to recycle our thoughts, but we only need to encourage these young people to have hope that the system we have can still be perfected for their benefit. Anachosema askofu ni kwamba kuna ahadi nyingi sana za kisiasa wanazopata raia, lakini ahadi hizi hazitimizwi. Isitoshe, wanaotoa ahadi hizo ni wanasiasa ambao wamekuwa uongozini miaka nenda miaka rudi na hawana nia ya kutekeleza chochote wanachosema. Kinachompa raia matumaini kwa serikali ni utekelezaji wa ahadi, haswa zile zinazolenga maslahi ya kimsingi kama afya, elimu na usalama. Si kweli kusema kwamba shida zote tunazokumbana nazo kama taifa zinasababishwa na uongozi ulioko mamlakani sasa. Kuna masuala nyeti ambayo kama taifa bado tunakabiliana nayo zaidi ya miaka 60 baada ya kupata uhuru. Hata hivyo, kuwepo au kutokuwepo kwa mikakati ya kutatua shida hizo ni sababu ya kusifia au kulaumu uongozi wa sasa. Inasemekana kwamba wenda wazimu ni kufanya jambo kwa njia ile ile na kutarajia matokeo tofauti. Hapa kuna chembe za uenda wazimu, manake tunawachagua na kuwapa mamlaka viongozi ambao hapo awali walitufeli, ilhali tuna matumaini kuwa watageuka na kuwa watu wazuri na wakutegemewa. Niguzie kidogo upigaji kura. Iwapo upigaji kura utakuwa kama tulivyoshuhudia Mbeere Kaskazini katika uchaguzi mdogo wa Novemba 27, basi kuna uwezekano wa raia kutojisajili na kutopiga kura mwaka 2027. Kipindi hicho kilishuhudia vurugu, uharibifu wa mali na utumiaji wa nguvu kupita kiasi, haswa kwa pande pinzani. Vile vile, visa vya kuhonga wapiga kura kwa kuwapa pesa na vyakula pia vilionekana peupe. Hii ni tabia mbaya ya kisiasa ambayo kwa miaka mingi tunajaribu kuiepuka, lakini kero la umaskini linatufanya tuwe na hizo tabia za omba. Raia, nisikize kwa makini. Siku zako za usoni haziwezi kuamuliwa na kilo 2 ya unga, mchele, mkate au soda, vitu vya kukushibisha na kukufanya usahau kuwa Kenya inahitaji viongozi wanaowajibika. Nilisema hapo awali kwamba hakuna umoja kwenye njaa, maana akija mwenye chakula atawatenganisha. Umoja ulikuwepo wakati raia walipokuwa na njaa. Alipokuja mwanasiasa aliwatenganisha kwa kuwapa lishe ya siku moja. Sasa ameingia uongozini, jiulizeni huo mchele na unga na soda viko wapi? Hayo yote 9, 10 ni eti raia wote wajisajili kupiga kura, wajitokeze kupiga kura na wawe tayari kuwashinikiza viongozi wao kutimiza majukumu yao ya kikatiba. Ushauri huu sana sana uwafikie wanarika wenzangu wa kizazi cha Gen Z ambao wana uwezo wa kuamua Kenya itakavyokuwa siku za usoni. Mimi ni msemaji wa Raia.